Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Mawili ambapo gari namba T 162 DMD Mitsubishi Fuso ni basi ambapo dereva alitambulika kwa jina la Swaleh Juma Adam, pamoja na gari namba T 956 ELU ho na tela namba T 828 ELW kampuni ya Kimoli Company Limited. Dereva bado hajafahamika. Na katika ajali hiyo, madhara ambayo yametokea katika ajali hiyo mpaka tunamaliza shughuli ya maokozi ni vifo ambavyo tulipata vifo vya watu 10 pamoja na majeruhi 23. Kwa upande wa jeshi la zimamoto na uokoaji, sababu tukio tulipofika tulikuta ni magari yalipogongana, moto ukatokea na watu wengi wale vifo visababishwa na kuungua na moto, baadaye wakaweza kufariki. Kwa wito wetu kwa upande wa zimamoto na uokoaji, tunapenda kutoa wito kwa wananchi kuweza kutoa taarifa kwa haraka kwa kupitia namba yetu ya dharura 114, pamoja na wito mwingine kwa madereva watumiaji wa vyombo vya usalama barabarani kuzingatia sheria za usalama barabarani. Ilitokea kwamba ile basi la Mawio lilikuwa kwenye laini yake, sema lilikuwa spidi. Sasa lilipokuwa spidi, kulikuwa kuna roli mbele na lilikuwa lina overtake. Sasa yule mwenye basi akashindwa kucontrol kwa sababu alikuwa spidi. Naona alikuwa anakwepa, lakini ile roli lilikuwa linakuja. Kwa hiyo akakutana uso kwa uso. Sisi kastuka tu, tumepinduka, tuko chini. Mimi kwenye kujiokoa, bahati nzuri dirisha langu lile lilikuwa wazi, nikajikokota muda huo, wakati huo nishavunjika mguu. Mguu wa kushoto. Nikajikokota, mara pembeni lile lingine lishaanza kuwaka moto. Katika ufuatiliaji tumekuja kubaini kwamba kuna mtu mmoja ambaye naye alipokelewa jana katika hospitali ya Mikese ambaye ni mwanamume. Kwa hiyo jumla ya waliofariki katika ajali hiyo ni 10, wanaume 7 na wanawake 3. Kwa hiyo kumbukumbu za taarifa ya vifo hadi sasa tunavyozungumza, waliokufa kutokana na ajali hiyo wako 10, kama nilivyosema, wanaume 7 na wanawake 3. Kwa hiyo naomba taarifa zetu zisomeke hivyo. Lakini majeruhi idadi ni ile ile 23, 13 wanaume, 10 wanawake, na kati ya hao 23 pia watoto wako 5. Na wote hali zao kwa taarifa za daktari, lakini pia nilivyoongea na baadhi ya wagonjwa baada ya kuwatembelea, wameonyesha kwamba wanaendelea vizuri. Hakuna ambaye ana hali mbaya sana, wote hali zao zinaonyesha kuridhisha. Wana majeraha mbalimbali na mivunjiko. Kati yao majeruhi 23, 3 ndio walionekana kuwa serious na walianza kupata huduma mara tu walipowasili katika hospitali yetu. Wengine waliingizwa kwenye chumba cha upasuaji na kufanyiwa upasuaji na wanaendelea vizuri asubuhi ya leo. Na 5 kati ya hao 23 hali zao ni nzuri na tumejiridhisha, jopo la madaktari limejiridhisha kwamba wanaweza kuruhusiwa na kuendelea na matibabu wakiwepo nyumbani. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.